بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فنسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم، tunaendelea pale ambapo tumefika famin adillatil hijab tahrim as-sufur wa tahrim as-sufur, katika dalili za hijabu na kuharamisha watu kuacha hijabu min alkitab wa Qur'an. Qawluhu subhanahu, ni kauli yake Allah mtukufu, wa qul lilmu'minati yaghdudna min absarihinna, waambie waumini wa kike wainamishe macho yao chini, wayahfadhna furujahunna, na wahifadhi tupu zao, wala yubdina zinatahunna, wala wasidhihirishe mapambo yao, illa ma dhara minha, isipokuwa yale yaliyodhihiri, waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, na wajifunike mashungi yao katika vifua vyao, wala yubdina zinatahunna, wala wasidhihirishe mapambo yao, illa libuulatihinna, isipokuwa kwa waume zao, au abaihinna, au baba zao, au abai buulatihinna, au baba wa waume zao, au abnaihinna, au kwa watoto wao wa kiume, au abnai buulatihinna, au kwa watoto wa kiume wa waume zao, au ikhwanihinna, au kwa ndugu kaka zao na ndugu zao wa kiume, au bani ikhwanihinna, au watoto wa ndugu zao na kaka zao, au bani akhawatihinna, au watoto wa kiume wa dada zao, au nisaihinna, au kwa wanawake wenzi wao, wanawake wao, au ma malakat aymanuhunna, au kwa wale ambao wamemilikiwa na mikono yao ya kiume, na kwa maana ya watumwa, au tabi'in, au wale wenye kufuata. Kwa baadhi ya mufassirina anasema ni wale ambao bado hawajapambaukiwa na mambo, wanafuata majumbani vyakula tu basi, hawana hamu nyingine ya jambo, wakienda nyumbani kazi yao ni kwenda kula tu. Baadhi ya wafasirina wengine wanasema at-tabi'ina imefasiriwa mbele ghairi ulil irba, yani wale ambao hawana matamanio min ar-rijal, katika wanaume, au tifli, au watoto, alladhina lam yadhharu ala awrati nisa, ambao bado hawajaangalia zile tupu za wanawake, yani kwa hajadhirikia lile umbile la wanawake, watoto wadogo. Wala yadribna biarjulihinna, wala wasipige miguu yao, liyulama ma yukhfina min zinatihinna, ili ipate julikane yale ambayo wameyaficha katika mapambo yao. Watubu ila Allahi jamia, natubuni kwa Allah nyote, ayuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, enyi waumini ili mpate mfaulu. Anasema fajaa fi hadhihi al-aya al-karima ma yadullu ala wujubi al-hijab, ikaja katika aya hii tukufu mambo ambayo yanajulisha juu ya wajibu wa hijabu, wa tahrimi sufur fi mawdhi'aini, na kuharamisha kuacha hijabu mwanamke kukaa kichwa wazi na uso wazi katika sehemu mbili. Minha, katika hizo, al-awwal, ya mwanzo, qawluhu ta'ala, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, wala wasidhihirishe mapambo yao isipokuwa yale yaliyodhihiri. Wa hadha yadullu ala an-nahy an jami' al-ibda, na hii inajulisha juu ya katazo la kudhihirisha mambo yote, li shay'in min az-zina, ya chochote kile katika mapambo, illa mastathna, isipokuwa kile ambacho Allah amekivua, wa huwa malabisuha adh-dhahira wa ma kharaja biduni qasd, nayo ni mavazi ya mwanamke ya dhahir na yale ambayo yametoka bila ya makusudio, yaliyodhihiri bila makusudio. Wa yadullu ala dhalika at-ta'kid minhu subhana bitakririhi an-nahy, na najulisha hilo ni ule msisitizo wa Allah wa kukariri katazo an ibda'i zina fi nafsi al-aya, kuhusiana na kudhihirisha mapambo katika aya hiyo hiyo. Wathani, jambo la pili, qawluhu ta'ala, waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, na wavae wajibuduke mashungi yao katika vifua vyao. Fa huwa sarih fi idna'i al-khimar min ar-ra's ila as-sadr, iko wazi katika kuyashusha mashungi kutoka kichwani mpaka kwenye kifua. Lianna alwajha min ar-ras alladhi yajibu takhmiruhu, kwa sababu uso ni katika kichwa ambacho inawajibika kuhifadhi aqlan wa shar'an wa urfa, kiakili, kisheria na kiada na desturi. Wala yujad ayu dalil yadullu ala ikhraj alwajh min musamma ar-ras, wala ipatikani dalili yoyote ambayo inajulisha kutoa kichwa katika uso katika kichwa, fi lughati al-arab, katika lugha ya Kiarabu.
kama lam yati nassun ala ikhrajihi au istithnaihi bimantuqi alquran was-sunnah, kama ambavyo haijaja dalili juu ya kutoa wala kuvua huo uso kwa ile dalili ya wazi ya Qur'ani na Sunna, wala bimafhumihima, wala kwa ufahamu wa hiyo kitabu na Sunna, yani mafhumu mukhalafa. Wastithna ba'dihim lahu, na kule kuvua, yani wastithna'u ba'dihim lahu, na kuvua uso baadhi yao, yani wanachuoni anasema waza'muhum, na kudai kwao bi annahu ghairu maqsud fi umumi at-takhmir, kwamba sio kinachokusudiwa katika ile kuenea kwa kufunika mashungi, mardudun bil mafhum ash-shar'i wal lughawi, ni jambo lenye kurejeshwa kwa ufahamu wa kisheria na wa kilugha, wa madfu'u bi aqwal, na lenye kuzuiwa kwa kauli baqiyati ulama as-salaf wal khalaf, ya wale baki ya wanachuoni wa wema waliotangulia na waliokuja baada, kama huwa mardudun bi qa'idatayn awdahahuma ulama al-usul wa mustalah al-hadith, na kama vile ni jambo lenye kurejeshwa vile vile kwa kaida mbili, yani formula mbili ambazo wameziweka wazi watu wa wanachuoni wa usul na wa hadithi. Ahaduhuma, ya mwanzo, anna hujjat al-ithbat muqaddama ala hujjati an-nafi, kwamba hoja ya kuthibitisha inatangulizwa juu ya hoja ya kukanusha. Athani, ya pili, annahu idha ta'arada mubih wa hadir qaddima al-hadir ala al-mubih, itakapozozana dalili ambayo inahalalisha na nyingine inaharamisha, inatangulizwa ile inoharamisha juu ya inohalalisha. Walamma kana Allah subhanahu ya'lam ma fi al-mar'a min wasa'il al-fitna, na Allah alikuwa akijua yale yaliyokuwa kwa mwanamke katika njia za fitna al-mutaaddida zisizokuwa nyingi, lirajul, kwa mwanamume, amaraha bi satri hadhihi al-wasa'il, amemwamrisha kustiri hizi njia, hatta la takuna sababan lilfitna, mpaka ili isiyo mwanamke ndio sababu ya fitna. Fayatma biha alladhi fi qalbihi marad, akapata tamaa yule ambaye katika moyo wake una maradhi. Wazina almanhiyu an ibda'iha, na pambo ambalo limekataza kudhihirisha, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu ar-rajul min al-mar'a, ni jina ambalo linakusanya yale yote ambayo mwanamume anayapenda kutoka kwa mwanamke. Wayad'uhu lin-nadhari ilayha, na yanampelekea kumwangalia mwanamke. Sawa fi dhalika az-zina al-asliya au al-muktasaba, sawa mapambo ya asili au yale mapambo ya kujifanyia. Allati hiya kullu shay tuhdithuhu fi badaniha, ambao ni kitu chochote kile ambacho mwanamke anakiweka katika mwili wake, tajammulan wa tazayyuna, katika hali ya kujipamba na kujifanya uzuri, kujitia uzuri. Wa amma az-zina al-asliya, ama mapambo ya asili, fa innaha hiya thabita, ni yale ambayo yamethibiti, kalwajhi wash-sha'r, mfano kama uso na nywele, wa ma kana min mawadhi'i az-zina kalyadaini warijlaini wan-nahr, na yale ambayo yalikuwa katika sehemu za mapambo kama mikono, miguu na shingo, wama ila dhalika na mengineyo. Aidha kana alwajhu asla az-zina wa huwa bila nizaa alqaida alasasiyya lilfitna bilmar'a, na ikiwa uso ndio asili na msingi wa fitna, na ndio kaida ya msingi wa fitna kwa mwanamke, bal huwa almawrid walmasdar li shahwati ar-rajul, bal ndio chanzo na ndio chimbuko la shahwa ya mwanamume. Fa inna tahrima ibda'ihi akid min tahrimi kulli zina tuhdithuhu almar'a fi badaniha, uharamu wa kudhihirisha uso utakuwa na msisitizo zaidi kuliko kudhihirisha mapambo ambayo mwanamke huwa anayaweka. Qala al-Qurtubi fi tafsirihi, amesema Imam Qurtubi katika tafsiri yake, azina ala qismain, khilqiyya wa muktasaba, mapambo yapo katika aina mbili, kuna yale ya kimaumbile na yale ambayo ya kujifanyia. Fal khilqiyya wajhuha, yale ya kimaumbile ni uso wake, fa innahu aslu zina wa jamalu khilqa, ndio asili ya mapambo na ndio uzuri wa ule umbile lake. Wa maana alhayawaniyya lima fihi min almanafi' wa turuq alulum, na ndio kuna maana ya ule utu wake kwa yale yaliyokuwa ndani yake katika manufaa mbalimbali na njia mbalimbali za kujulikana. Wa amma zina almuktasaba, ama mapambo yale ya kujifanyia, fa hiya ma tahawala almar'a fi tahsin khilqatiha, yale ambayo mwanamke anajaribu katika kujifanya vizuri ile umbile lake, kathiyabu walhili, kama nguo na mapambo, walkuhul walkhidab, na kadhalika wanja na hina. Waqala al-Baydawi fi tafsirihi, na amesema Baydawi katika tafsiri yake, wala yubdina zinatahunna kalhili wathiyab walasbaq, wala yadhihirisha mapambo yao kama mapambo, nguo na kadhalika, yani hina, fadlan, yani vile vitu vya kujiwekea katika kujichora na kama manukato yale ya kujichovya, fadlan an mawadhi'iha liman la yahillu an tubda lahu, wachilia mbali kuwekwa kwake kwa yule ambaye haihalaliki
kwake kudhihirishiwa. Fa idha kana alwajhu huwa aslu zina fala bila niza fi an-naql wal aql, ikiwa uso ndio asli ya mapambo bila ya mzozo katika sheria na katika akili, fa inna Allaha jallat qudratuhu, hakika Allah umetukuka ule uwezo wake, harama ala almar'a ibda'a shay'in min zinatiha, ameharamisha kwa mwanamke kudhihirisha chochote katika mapambo yake. Wa hadha umumun la mukhassisa lahu min alkitab wala sunna, na hii ni kuenea ambapo hakuna kitu kilichohusisha katika Qur'an na Sunna. Wala yajuzu takhsisuhu biqawli fulan au fulan, wala yajuzu kuhusisha kwa kauli fulan na fulan. Fa ayu qawl min aqwali an-nas yukhassisu hadha al-umum fa huwa marfudh, kauli yoyote katika kauli ya watu ambayo itahusisha hii kuenea ni kauli yenye kutupwa mbalini, marfudh ni yenye kutupwa. Lianna umum al-Qur'an al-Karim wa sunna al-mutahhara la yajuzu takhsisuhu bi aqwali al-bashar, kwa sababu kuenea kwa Qur'an na Sunna hakuhusishi na kauli za viumbe. Wala yajuzu takhsisuhu an tariq al-ihtimalat adh-dhanniyya, wala haijuzu kuhusisha uamu wa Qur'ani kwa njia za yale mambo ya kuchukulika ya kidhana au ijtihadat al-fardiyya au ijtihada za mtu pekee. Wala yukhassisu umum al-Qur'an illa bil-Qur'an al-Karim, hakuna kinachohusisha kuenea kwa Qur'ani isipokuwa Qur'ani yenyewe tukufu, au bima thabata min as-sunna al-mutahhara au bi ijma'i salaf al-umma, au kilichothibiti katika sunna zilizotakasika au ijma' ya wale wema waliotangulia. Walidhalika naqul kayfa yasughu tahrimu al-far'i wa huwa zina al-muktasaba wa ibahatu al-asli wa huwa al-wajhu alladhi huwa zina al-asasiyya. Na kwa ajili hii tunasema inawezekanaje kuwa ni haram tawi ambayo ni yale mapambo ya mwanamke kujifanyia, halafu ikaachwa ule msingi wenyewe ambao ni nini? Ni uso ambao ni pambo la asli. Walmuradu biqawlihi azza wa jalla, maksudio ya kauli yake azza wa jalla, illa ma dhahara minha, isipokuwa yale aliyodhihiri, kama qala bidhalika ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa jamu min ulama'i salaf, kama alivyosema ibn Mas'ud na wengi katika wanachuoni wa wema waliotangulia na mufassirina wa ghairihim katika wafasiri na wengineo, ma la yumkinu ikhfa'uhu, yale mambo ambayo hayawezekani kuyaficha, karida kama shungi wa thawb na nguo, wama kana yata'atahu nisa'u al-arab min al-muqni'ah allati tujallil thiyabaha, na yale ambayo walikuwa wakijifanyia wanawake wa Kiarabu katika al-muqni'ah, yani zile stara au zile tunasema zile nikabu allati tujalli thiyabaha, ambazo zinadhihiri katika nguo yake. Wama yabdu min asafil thiyab, na yale yadhihiri katika nguo za chini, yani chini ya nguo. Wama qad yadhhar min ghairi qasdin kama taqaddamat al-ishara lidhalika, na yale ambayo yatadhihiri bila kusudia kama ishara iliyotangulia. Falmar'a manhiya min an tubdi shay'an min zinatiha, mwanamke amekatazwa kudhihirisha chochote katika mapambo yake. Wa ma'mura bi an tajtahida fi al-ikhfa bi kulli ma huwa zina, na ameamrishwa mwanamke kujitahidi kuficha kila ambacho ni mapambo. Wa hina manaha subhana al-mar'a an ibda'i shay'in min zinatiha illa ma dhahara minha, na wakati Allah alipomkataza mwanamke kudhihirisha chochote katika mapambo isipokuwa yale yaliyodhihiri, allamaha kaifa tuhitu mawadhi' az-zina bilafi al-khimar, amemwamrisha vipi adhibiti zile sehemu za mapambo kwa nini? Kwa kujifunga shungi, alladhi tad'uhu ala ra'siha, ambayo ataweka katika kichwa chake. Faqala, akasema waliyadribna bi khumurihin, na wajifunike mashungi yao, yani min ar-ra's wa a'ali al-wajh, kutoka kichwani na sehemu za juu za uso. Ala juyubihinna, yani as-sudur, juu ya vifua vyao, na kusudia vifua, hatta takuna bidhalika qad hafadhat ar-ra's wama hawa, anasema mpaka inakuwa mwanamke kwa ajili hiyo amehifadhi kichwa chake na yale ambayo yamekusanywa na kichwa. Wasadru min tahtihi, na kifua kutoka chini. Wama baina dhalika min ar-raqaba wama hawlaha, na yaliyo baina ya hapo katika shingo na yaliyo pembeni ya shingo. Litadhammun al-mar'a bidhalika satr az-zina al-asliya wal-far'iyya, ili apate kusanya mwanamke kwa vile mwanamke amekusanya yale, yani ili kwa ajili mwanamke apate kusanye sitra, yani kustiri az-zina al-asliya wal-far'iyya, mapambo ya asili na ya kimatawi. Wa fi qawlihi ta'ala aidan fi akhir hadhihi al-aya, na katika kauli yake Allah mwishoni mwa hii aya, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, wala wasipige miguu yao chini ili ipate yajulikane yale walioyaficha katika mapambo yao. Ad-dilala ala tahrimihi subhanahu ala al-mar'a ma yad'u ila al-fitna,
ni dalili ya wazi juu ya Allah kuharamisha kwa mwanamke yale ambayo atapelekea fitna, hata bil haraka wa sauti, mpaka katika zile harakati zake na sauti. Wa hadha ghaya fi tawjihi almar'a almuslima, na hii ni hukumu mbali katika kumuelekeza mwanamke Muislamu, wa hathu min Allah laha ala hifdhi karamatiha wa daf'i ash-sharri anha, na ni himizo kutoka Allah juu ya kuhifadhi utukufu wake na kulinda shari kutokana na yeye mwanamke. ويشهد ايضا لتحريم خروج الزينه الاصليه au almuktasaba, na yanashuhudia kwamba ni haram kudhihiri yale mapambo ya asili na yale ya kujifanyia. Fi'lu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam bi zawjatihi Safiya, kile kitendo cha mtume kwa mkewe Safiya. Wa fi'lu ummahati almu'minin, na vitendo vya mama wa waumini. Wa fi'lu an-nisaa almu'minat, na vitendo vya wanawake waumini fi ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, katika wakati wa mtume. Baada nuzul hadhihi al-aya, baada ya kuteremka hii aya. وآية الأحزاب، آية سورة الأحزاب، من الستر الكامل بالخمر والجلابيب، كتك بالخمر والجلابيب، على سيما katika kujistiri kulikamilika kwa kutumia nini, yani khimar, haya mashungi na jilbab. Wakanat an-nisaa qabla dhalika yasfarna, na walikuwa wanawake kabla ya hapo wakitoka hali ya kuwa wako wazi, an wujuhihinna, nyuso zao, wa aidihinna, na mikono yao, hatta nazalat ayatul hijab, mpaka kateremka aya ya hijab. Wabidhalika yu'lam anna ma warada fi ba'd al-ahadith min sufuri ba'd an-nisa, na kwa ajili hiyo inajulikana yale yaliyokuja baadhi ya hadithi kuonekana wanawake wako wazi, baadhi ya wanawake, kana qabla nuzuli ayatil hijab, ilikuwa ni kabla kuteremka aya za hijab. فلا يجوز أن يستدل به على إباحة ما حرم الله، haijuzu kutolea dalili hayo juu ya kuhalalisha yale aliyoharamisha Allah, lianna alhujja fi an-nasikh la fi al-mansukh, kwa sababu hoja ipo katika ile dalili iliyokuja kufuta, sio iliyofutwa, kama huwa maalum inda ahli al-ilm wal iman, kama ilivyokuwa ni jambo linalojulikana mbele ya wanachuoni na wenye imani. Wa min ayati al-hijab, na katika aya za hijab, al-aya as-sabiqa min surati an-nur, aya iliyotangulia katika suratu an-nur. Wa minha qawluhu ta'ala fi surati al-ahzab, na katika hiyo kauli ya Allah katika surati al-ahzab, ya ayuha an-nabiy qul li azwajika, ay mtume waambie wake zako, wa banatika, na watoto wako wa kike, wa nisa'il mu'minin, na wanawake waumini, yudnina alayhinna min jalabibihinna, wajifunike majilbabu yao. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain, jambo hilo linastahili zaidi, lipo karibu zaidi wao kujulikana wasiudhiwe. Wa kana Allahu ghafuran rahima, amekuwa Allah ni msamehevu na mrehemevu. على العلماء ونسمع ناتوني الجلابيب جمع جلباب، وهو كل ثوب تشتمل به المرأة. anasema jalabib ni wingi wa jilbab, nao ni nguo yote ambayo mwanamke anajizonga nayo, fauqa dir, juu ya kanzu, wal khimar, na juu ya shungi, li satri mawdhi' az-zina, kwa ajili ya kustiri ile sehemu ya mapambo, min thabitin wa muktasab, katika ile mapambo yaliyothibiti na yale ya kujifanyia. وقوله تعالى، نقول yake dhalika adna an yu'rafna, yadullu ala takhsis alwajh, kauli yake kwamba jambo hili ni karibu zaidi kujulikana wao, inajulisha juu ya kuhusisha uso, lianna alwajha unwan alma'rifa, kwa sababu uso ndio anwani ya kujulikana. Fa huwa nassun ala wujubi satr alwajh, hii ni dalili ya kuwajibu wa kustiri uso. Wa qawluhu ta'ala fala yu'dhain, wasiudhiwe, hadha nassun ala anna fi ma'rifati mahasin almar'a idhala, hii ni maelezo kwamba katika kujua uso wa mwanamke ni kumuudhi, wali ghairiha, na kuudhi wengine katika wanawake, bil fitna, kwa fitna, wa shar, na shar. Falidhalika harrama Allah ta'ala 'alayha an tukhrija au an tukhrija min badaniha ma tu'rafu bihi, kwa ajili hiyo Allah ameharamisha kwa mwanamke kutoa katika kiwiliwili chake, kudhihirisha katika kiwiliwili chake ma tu'rafu bihi, mambo ambayo yeye yatajulikana kwa hayo, mahasinuha, yatajulikana ule uzuri wake, ayya kana, popote atakapokuwa. Walau lam yakun min al-adilla shar'iyya ala man'i kashfi al-wajh illa hadha an-nass, na ikiwa hakuna dalili ya kisheria juu ya uharam wa, yani juu ya kuzuia kuweka wazi uso isipokuwa hii dalili, la kana kafia fi wujubi al-hijab, itakuwa inatosha juu ya wajibu wa hijab, wa satri mafatin al-mar'a, na kustiri sehemu za fitna za mwanamke, wa min jumlatiha wajhuha, na katika jumla hizo sehemu za fitna ni uso wake, wa huwa a'zamuha, nao ndio mkubwa, yani ni sehemu kubwa ya fitna, lianna alwajha huwa alladhi tu'rafu bihi wa huwa alladhi yajlibu alfitna, kwa sababu uso ndio ambao mwanamke anajulikana kwa uso, na ndio ambao unaleta fitna.
قالت ام سلمة لما نزلت هذه الايه مسمى ام سلمة katika kuteremka hii aya yudnina alayhinna min jalabibihinna wajifunike jilbab zao kharaja nisaul ansar kaanna ala ruusihinna alghirban walitoka wanawake wa ansar kama kwenye vichwa vyao kuna kunguru min as-sakina kutokana na utulivu wa alayhinna aksi yasud yalbasnaha na walikuwa na maguo meusi wakiyavaa. قال ابن عباس مسلم ابن عباس امر الله نساء المؤمنين اذا خرجنا من بيوتهن في حاجه ان شاء الله wanawake waumini wakitoka majoni wao kwa haja an yughattina wujuhahunna wafunike nyuso zao min fawqi ruusihinna bil jalabib juu ya vichwa vyao wajilbabu wayubnina aynan wahidan wadhirisha jicho moja. وقال محمد بن سيرين سالت عبيده السلمان عن قول الله يدنين عليهن من جلابيبهن nimuuliza Abida al-Salman kuhusiana na kauli ya Allah wajifunike jilbab zao faghatta wajhahu wa ra'sahu wa abraza aynahu al-yusra akafunika uso wake na kichwa chake akadhihirisha jicho lake la kushoto. Aqwalul mufassirin fi al-mawdu' kathira na kauli za wafasiri katika hii mada ni nyingi la yattasi'u al-maqamu li dhikriha hapa sehemu haikunjuki kwa ajili ya kutaja. ومن آيات الحجاب أيضا قوله تعالى katika aya za hijab ni kauli yake Allah wa idha sa'altumuhunna mataa'a fas'aluhunna min wara'i hijab mtakapowataka vitu basi watakeni nyuma ya pazia dhalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna jambo hilo ni tohara zaidi katika nyoyo zenu na nyoyo za wao. فهذه الآية نص واضح في وجوب تحجب النساء aya hii ni maelezo ya wazi ya wajibu wa kufanyia hijabu wanawake ani rijal kutokomana na wanaume watasatturuhunna minhu na kujistiri wanawake kutokana na wanaume. Waqad awdaha Allah subhanahu fi hadhihi al-aya al-hikma fi dhalika na Allah amedhihirisha katika aya hii hikma ya hilo jambo wa hiya anna at-tahajjuba athhar liqulubi ar-rijal wan-nisa kwamba kujifanyia hijabu mwanamke ni jambo linalotokasa zaidi nyoyo za wanaume na wanawake wa ab'ada 'anil fahisha wa asbabiha na linaweka mbali zaidi na machafu na sababu za machafu. Wa hadhihi al-aya 'amma li azwaji an-nabi wa ghayrihinna min al-mu'minat na aya hii imeenea kwa wake na mtume na wengineo katika waumini. Qala al-Qurtubi rahimahullah msema Qurtubi wa yadkhul fi hadhihi al-aya jami'u an-nisa bil ma'na wanaingia katika aya hii wanawake wote kwa maana وبما تضمنته اصول الشريعه na yale ambayo yamekusanya na misingi ya sheria min anna almar'a kullaha awra kwa sababu yani kwamba mwanamke wote ni uchi yani badanaha wa surataha yani kiwili chake na sura yake fala yajuzu kashfu dhalika illa lihaja haijuzu kuweka wazi isipokuwa kwa haja kashahada alaiha mfano kama kutoa ushahidi au ada yakunu bibadaniha au daim au ni kwa ajili ya maradhi yani kutafuta daim kwa maana ni tiba kwa maana dawa yakunu bibadani hainakuwa katika kiwili chake kama mwanamke anaumwa basi haiwezekana ila ghairi dhalika min al-ayat ad-dalla ala wujubi al-hijab na nyinginezo katika aya mbalimbali zinajulisha juu ya wajibu wa hijabu. Wa qaulu al-Qurtubi rahimahullah inna sawta al-mar'a awra na qauli ya Qurtubi kama sauti ya mwanamke ni uchi yani idha kana dhalika ma'a al-khudhu' ikiwa pamoja na kuregeza sauti amma sautuha al-'adi falaysa bi'awra ama sauti yake ya kawaida mwanamke sio uchi biqauli Allah subhanahu ya nisaa an-nabiy lastunna ka ahadin minan nisaa enyi wake za mtume nyinyi sio kama wanawake wengine ilitaqaitunna ikiwa kama mtamcha Allah subhanahu fala takhdha'na bilqawl basi msiregeze sauti msiregeze kauli fayatma alladhi fi qalbihi marad kana sababu ya kutamaa ya kupata tamaa yule ambaye katika moyo wake kuna maradhi wa qulna qawlan ma'rufa nasemeni kauli ya wema fanahahunna subhana 'an al-khudhu' fi al-qawli li alla yatma' fihinna ashabu al-qulub al-marida bish-shahwa Allah akawakataza kuregeza sauti na kauli ili yapate akapata tamaa wale watu wenye nyoyo zenye ugonjwa zenye matamanio kwa matamanio wa adhina lahunna subhana fi al-qawli al-ma'ruf na Allah akawaruhusu kuzungumza kauli za wema wa kanat an-nisa fi ahdi an-nabi yukallimnahu na wanawake wakati wa mtume walikuwa wakizungumza na mtume wa yasalnahu alayhi salatu wassalam na walikuwa wakimuuliza mtume walam yunkir dhalika alayhinna na mtume hakuwapinga kuonesha kwamba sauti ya mwanamke ya kawaida sio uchi lakini ile sauti ya kuregeza ndiyo aura wa hakadha kanat
kanat an-nisaa fi ahdi ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam yukallimna as-sahaba, na vile wanawake wakati wa mtume walikuwa wakiwazungumzisha masahaba, wayastaftinahunna, na walikuwa wakiwataka fatawa masahaba, falam yunkiru dhalika alayhinna, hawakupinga hilo. Wa hadha amrun ma'ruf wala shubhata fihi, na hili jambo linajulikana wala hakuna shubha. Kwa mwanamke kumuuliza masali shekhe au kumuuliza masali mtu mwenye elimu ni jambo ambalo linaruhusiwa, lakini inapasa kuchunga zile dhawabit za sheria na watu wasijiachie jambo ikapelekea katika fitna. Wa amma al-adilla min as-sunnah faminha, ama dalili katika hadithi katika hizo ma thabata fi sahihaini anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yale alithibiti katika sahihi mbili kwamba mtume lamma amara bi khuruji an-nisaa ila musalla al-eid, wakati alipoamrisha wanawake waende katika musalla wa Eid, kulna wanawake wakasema ya rasulullah ihdana la yakunu laha illa jilbab, mmoja wetu hana isipokuwa jilbab moja. Faqala, akasema litulbisha ukhtuha min jilbabiha, basi ndugu yake wa kike mwingine amvishe katika hiyo jilbab, yule ambaye ana jilbab mbili amvishe mwingine. Fadalla ala anna almu'tad 'inda nisa'i as-sahaba alla takhruj al-mar'a illa bijilbab, ikajulisha kwamba lilozoeleka kwa wanawake wa masahaba hatoki mwanamke isipokuwa kwa jilbab. Wa fil amri bilabsi al-jilbab dalilun ala annahu la budda min at-tasattur wal hijab, na katika amri iliyokuja ya kuvaa jilbab ni dalili ya kwamba mwanamke lazima ajistiri na avae hijab. Wakadha ma thabata fi sahihaini an Aisha radhiyallahu anha qalat, vile thibiti katika sahihi mbili kwa Aisha alisema kana rasul sallallahu alayhi wasallam yusalli al-fajr fayashhadu ma'ahu nisaa min al-mu'minat, mtume alikuwa akisali al-fajiri wanashuhudia wanawake katika waumini mutalaffi'atin bi murutihinna, wamejizonga maguo yao, thumma yarji'na ila buyutihinna, kisha wanarejea majumbani kwao, ma ya'rifuhunna ahad min al-ghalas, hakuna yote anajua kutokana na legiza la kati ya asubuhi na ule usiku. Waqad ajma'a ulama as-salaf, wamepitisha ijma' wanachuoni wema waliotangulia ala wujubi satri al-mar'a, juu ya wajibu wa mwanamke kujistiri al-muslima aliyokuwa muislam biwajhiha, uso wake, wa annahu awra yajibu alaiha satruhu, na kwamba ni uchi na wajibika kujistiri, illa min dhi mahram, isipokuwa kwa wale maharimu wake. Qala Ibn Qudama fi al-Mughni, amesema Ibn Qudama katika Mughni, wal mar'a ihramuha fi wajhiha, mwanamke ihramu yake usoni kwake, fa in ihtajat sadalat ala wajhiha, akihitajia atafunika gubi uso wake. Maana mwanamke akifanya umra au haji anatakana uso wake wazi, lakini ikihitajika kama grupu la wanaume basi atajifunika uso wake. Akasema wa jumlatuhu anna al-mar'a yahrumu 'alayha, na ujumla wake kwamba mwanamke ni haram kwake taghtiya wajhiha, kufunika uso wake, fi ihramiha, katika wakati wa ihram, kama yahrumu 'ala ar-rajul taghtiyatu ra'siha, kama ni haram kwa mwanamume kufunika kichwa chake, illa ma ruya 'an Asma annaha kanat tughatti wajhaha wa hiya muhrima, isipokuwa yale yaliyopokewa kwa Asma kwamba alikuwa kufunika uso wake na alikuwa yuko katika ihram. وقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، مبكروا البخاري وغيره متوما amesema la tantaqibu al-muhrima wala talbas al-quffazaini, mwanamke aliyokuwa katika ihram asivae nikabu wala asivae glove. Fa amma idha ihtajat ila satri wajhiha, ama mwanamke akihitajia kustiri uso wake, limururi rijal, kwa kupita wanaume, qariban minha, karibu na yeye, fa innaha tasjudu thawba fawqa ra'siha, atajibubika nguo juu ya kichwa chake, ala wajhi, juu ya uso wake. Lima ruya an Aisha radhiyallahu anha qalat, kwa yale aliyosimuliwa kwa Aisha amesema kana rukban yamuruna bina, ilikuwa misafara inapita kwetu sisi, yani wakati Aisha ipo katika umra au haji, wa nahnu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam muhrimat, na sisi tupo pamoja na mtume aliyekuwa tumehirimia. Fa idha hadau bina, wanapokuwa karibu na sisi, sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha, mmoja wetu anajibubika jilbabu yake kutoka kichwani ila wajhi mpaka usoni. Fa idha jawazuna kashafnahu, wanapotupita wanaume tunaweka wazi. Hii inaonyesha kwamba uso walikuwa wakifunika wanawake wanani wa masahaba na wa masahaba wa kike. Wa inma muni'at al-mar'a al-muhrima min al-burqu wan-niqab, mwanamke aliyekuwa katika ihram amezuiliwa kutokana na nikabu. Burqu ni nikabu na niqab na nikabu, wa nahwihi, na mfano wake, mimma yusna li satri al-wajhi khassa, katika yale mambo ambayo yanatengenezwa kwa ajili ya kustiri uso hasa. Wala mtumna min alhijab mutlaqa, wala hajazuiliwa kujistiri uso moja kwa moja. Yani shekhe anasema hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم kama mwanamke asivae nikabu wala asivae glavu, maana yake inakusudiwa kwa mwanamke katika ihram asivae kile kitu ambacho kimetengenezwa kwa ajili ya kustiri uso, ambayo ndo nikabu.
ama lile shungi lake akajificha uso wake kutumia shungi lake, hili hajazuiliwa. Hivyo ndo anavyosema. Ina maana amekatazwa kuvaa glavu, kwa sababu glavu zimetengenezwa kwa ajili ya kustiri mikono. Lakini mathalan anapita katika grupu la wanaume katika yuko na ihram, anatia mikono yake katika shungi anaifunika, hii hakuna ishkali. Lakini kilichokatazwa kuvaa nini? Vile vitu ambavyo vimetengenezwa maalum kwa ajili ya hivi viungo, yani mikono au uso. Anasema Sheikh, qala Ahmad inma laha an tasqula ala wajhiha fawqa wa laysa laha an tarfa'a ath-thawba min asfal. Anasema si vinginevyo kwa mwanamke anaweza akajigubika uso wake kutoka juu, la si anahastahiki yeye kuinua nguo yake kutoka chini. Yani nini? Hatakani kuvaa niqabu, kwa sababu niqabu ndo anaivua kutoka chini, lakini kutoka juu akajifunika shungi lake lilovaa akajigubika asionekane uso, hiyo inajuzu. وقال ابن رشد في البدايه، ابن رشد مسات كبدايه، واجمعوا على ان احرام المراه في وجهها وان لها ان تغطيها. Wamepitisha ijmaa kwamba ihramu ya mwanamke ipo usoni kwake, kwamba hatakani uso ajifunike kwa niqab, na mwanamke inajuzu kufunika uso wake lakini kwa sio kwa niqab. An tughatti ra'saha, kufunika kichwa chake, wa tastura sha'raha, na kuzistiri nywele zake, wa anna laha an tasqula thawbaha ala wajhiha, na inajuzu kwake yeye kufunika uso wake, yani kufunika nguo katika uso wake, min fawqi ra'siha, kutoka juu ya kichwa chake, sadlan khafifa, mfuniko uliokuwa mwepesi, tastur bihi an nadhari rijal ilayha, utakomstiri kutokana na mitazamo ya wanaume, ila ghairi dhalika min kalam alulama, na mengineyo katika maneno ya wanachuoni. Fayukhadhu min hadha wa nahwihi anna ulama alislam qad ajma'u ala kashfi almar'a wajhaha fi alihram, au ala kashfi almar'a wajhaha fi alihram. Inachukuliwa kutoka hapa na mfano wake, yani fayukhadhu min hadha wa nahwihi, watu wanachukua kutokana na hili na mfano wa haya, kwamba wanachuoni wa Kiislamu mpitisha ijmaa juu ya mwanamke kufunua uso wake katika ihram. Wa ajma'u ala annahu yajibu alaiha satruhu bihudhuri rijal, na mpitisha ijmaa kwamba inawajibika kustiri uso wake wakihudhuria wanaume. Fahaithu kana kashfu alwajhi fil ihram wajiban, fasatruhu fi ghairihi awjab. Ikiwa kufunika uso hali ya kuwepo katika ihram ni wajibu, basi kinyume cha ihram ndio wajibu zaidi. Wakanat Asma tasturu wajhaha mutlaqa, Asma alikuwa moja kwa moja anastiri kwa niqabu kabisa. Wa intiqabu almar'a fi alihram la yajuzu li nahyihi sallallahu alayhi wasallam an dhalik, ama kuvaa niqabu mwanamke haijuzu, sababu Mtume amekataza, hata kama Asma anasema amefanya hivyo. Fil hadith almutaqaddim, katika hadithi iliyotangulia, wa huwa min a'zami aladilla ala anna almar'a kanat tasturu wajhaha, na ni katika dalili kubwa zinaonyesha kwamba mwanamke alikuwa akistiri uso wake fil ahwal aladiyya, katika hali za kawaida. Wa maana la tantaqibu almar'a, kwamba mwanamke havai nikabu, wala talbas alquffazain, wala havai glavu, ay la talbisu ma fussila wa qut'a, havai kile ambacho kimepamanuliwa na kimekatwa, wa khuyita, na kushonwa, li ajli alwajhi, kwa ajili ya uso, kan niqab, kama nikabu, wa li ajli alyadaini, kwa ajili ya mikono, kal quffazain, kama nini, kal quffazain, kama glavu. La anna almurada annaha la tughatti wajhaha wa kaffaiha, sio maksudio kwamba hafuniki uso wake na viganja vyake, kama tawahamahu alba'd, kama walivyotadhana makosa baadhi. Fa innahu yajibu satruhuma lakin bighairi niqab wal qaffazain, inawajibika kustiri mikono na uso, lakini sio kwa niqabu na glavu. Hadha ma fassarahu bihi alfuqaha wal ulama, hichi ndio ambacho wamekifasiri mafuqaha na wanachuoni. Wa minhum al-allama as-San'ani rahimahullah ta'ala, na katika hao wanachuoni Muhammad ibn Ismail as-San'ani. Wa bihadha yu'lam, na kwa ajili hii kunajulikana wujud tahajjub al-mar'a, wajibu wa mwanamke kujifanyia hijabu, wa satruha liwajhiha, na kujistiri uso wake, wa annahu yahrumu 'alayha ikhraju shay'in min badaniha, na ni haram kutoa chochote katika mwili wake, wa ma 'alayha min anwa'i zina mutlaqa, na yale aliyokuwa nayo katika aina mbalimbali za mapambo moja kwa moja, illa ma dhahara min dhalika kulli, isipokuwa yaliyodhihiri katika hayo yote, fi halati al-idhtirar, katika ile hali ya kutoza nguvu, au an ghairi qasdin, au bila kusudia, kama salafa bayanu dhalika, kama ilivyotangulia ubainifu hayo. Wa hadha at-tahrim jaa li dar'i al-fitna, na haramu huu umekuja kuzuia fitna. Wa man qala bisiwahu au daa ilayhi, na atakayesema yasiyokuwa haya au akalingania, faqad ghalita wa khalafa al-adilla ash-shar'iyya, amekosea na amekwenda kinyume na dalili za kisheria. Wala yajuzu li ahadi ittiba'u al-hawa au al-'adat al-mukhalifa li shar'i Allah, wala yajuzu kwa yote kufuata ada au
matamanio yenye kwenda kinyume na sheria ya Allah, lianna alislam huwa dinul haqq wal huda wal adala fi kulli shay, sababu Islam ni dini ya haki na uongofu na uadilifu katika kila kitu. Wa fihi ad-da'wa ila makarim al-akhlaq wa mahasin al-a'mal, na ndani yake kuna kulingania katika tabia njema na matendo yaliyokuwa mazuri. Wa nahy amma yukhalifuha min masawi al-akhlaq wa sayyi al-a'mal, na kukataza yale ambayo yanaenda kinyume katika tabia mbaya na matendo mabaya. Wallahu al-mas'ul an yuwaffiqana wa jami' al-muslimin, Allah ndiye tunayemuomba atuwafikishe sisi na waislamu wote lima yurdhihi, katika mambo ambayo yanamridhisha yeye. Wa an yu'idana min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu jawadun karim, na tukinge na shari nafsi yetu na makosa ya matendo yetu, hakika yeye ni mwingi wa kutoa na ni mkarimu. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.